Mungu aliweka agano na yeye mwenyewe. Nisikize kwa makini. Hakuna mwanadamu mwenye mwili anaweza kuweka agano na Mungu. Narudia tena. Hakuna mwanadamu mwenye mwili anaweza kuweka agano na nani? Na Mungu. Hata mara nyingine tunaposema kwamba mimi nina agano na Mungu, tunakosea. Mungu ambaye ni roho hakuwa na mtu wa kuweka naye agano. Ilibidi atoke katika namna ya roho ya Mungu, namna ya neno, auvae mwili ambaye ni Emmanuel, Yesu Kristo. Alafu Mungu aweke agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu anaweza kaweka nadhiri, lakini hawezi kuweka agano na Mungu. Kwa sababu agano maana yake ni mapatano, ni mkataba, una masharti. Hakuna anaweza kuweka masharti na Mungu zaidi ya Mungu kuvaa mwili, alafu Mungu ambaye ni roho aweke agano na Mungu aliyeuvaa mwili. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye Kumbukumbu la Torati 23 mstari 21, anazungumza habari ya usikawie kutoa nadhiri ulizoziweka. Ni mwanadamu tu ndio anaweza kuweka nadhiri na Mungu, na Mungu anamshauri usikawie kuzitoa hizo nadhiri. Lakini mwanadamu mwenye mwili hawezi kuweka agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.